السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadhahullahu ta'ala bin Aziz anasema kwamba majuzi nilikuwa katika nchi ya Holland. Kule mwandishi wa habari moja ambaye anaandika katika gazeti la mkoa, yeye akaniuliza swali, na huyu ni mwandishi ambaye makala yake inapokelewa katika gazeti la Taifa pia. Yeye akaniuliza swali kwamba je, jumuiya ni jumuiya ambayo inapanuka zaidi kuliko jumuiya zingine zote? Nikamwambia kwamba sisi tukizingatia kwamba jumuiya hii ya Ahmadiyya ni jumuiya ya kimataifa, katika hali hii bila shaka jumuiya Ahmadiyya inapata maendeleo zaidi kushinda jumuiya zote. Na hili ni jambo kwalo wasiokuwa wa Ahmadiyya ambao ni wapinzani wetu, wao pia wanakubali kwamba ni hivi. Na hii ni dalili kubwa sana ya kuthibitisha ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba katika kijiji kadogo cha India kitwacho Qadian, sauti hii ilitoka kule. Sasa sauti hii imefika kila pembe ya dunia, kisha sifa yake inaboreka zaidi na inajulikana zaidi wakati sisi tunapoona kwamba wakati ule ambamo kulikuwa ngumu kufikiria kwa ajili ya mtu wa kawaida tu kwamba jumuiya siku itafija kwamba jumuiya itajulikana duniani kote, wakati ule Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa dhati sana alikuwa akiandika katika vitabu vyake kwamba wakati utafika kwamba jumuiya Ahmadiyya itajulikana duniani kote, na kupanuka kwake itakuwa dalili ya ukweli wangu na itakuwa nishani ya msaada wa Mwenyezi Mungu utakaopatikana. Sayyidina alayhi salatu wassalam aliandika wakati fulani kwamba Mwenyezi Mungu anapanua jumuiya hii, silsila hii Ahmadiyya, na Mwenyezi Mungu anataka kwamba apanue, asambaze jumuiya hii duniani kote. Bali kuna riwaya ingine kwamba Sayyidina alayhi salam alisema kwamba pole pole Mwenyezi Mungu atasambaza na atapanua jumuiya hii kiasi hiki kwamba jumuiya hii itapata ushindi juu ya jumuiya zingine zote.
na akasema kwamba majaribio yanayopatikana siku hizi, majaribio hayo yote yataondoka. Hii ndiyo ni sunna ya Mwenyezi Mungu, kwamba kazi yote itafanyika polepole kwa utaratibu. Alisema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba mti wote hauleti mtunda kama jumuiya yetu inapata maendeleo. Hii ni kitendo cha Mwenyezi Mungu na ni ajabu, na hii ni nishani ya Mwenyezi Mungu na ni muujiza wa Mwenyezi Mungu. Hazur anasema sisi tupo katika imani hii, na bila shaka kila mwanajumuiya ambaye anamwamini Sayyidina alayhi salatu wassalam ana imani hii kwamba jinsi Mwenyezi Mungu tangu miaka 125 iliyopita sauti iliyotoka katika sehemu ile, Mwenyezi Mungu amesambaza sauti hii duniani kote, bali Mwenyezi Mungu anaendelea kutupatia jumuiya zenye watu wa imani sana, na jumuiya hizi zinaendelea kuimarika katika imani yao. Huyo Mwenyezi Mungu lazima atatimiza kauli hii ya Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba majaribio yatakuisha na jumuiya hii itapata ushindi juu ya dini zingine zote. Halifa mtukufu anasema kwamba sisi siku hizi sisi tunapita katika dhama ambayo jumuiya hii inaendelea kupanuka na kupata ushindi polepole, na maendeleo haya ni yale ambayo dunia pia inashuhudia. Ndiyo maana yule mwandishi wa habari aliniuliza swali hili kwamba je, jumuiya Ahmadiyya ni jumuiya ambayo inapanuka zaidi kushinda jumuiya zingine zote duniani? Na watu wananiuliza swali hili maeneo mengine pia, na wanakiri kwamba jumuiya Ahmadiyya inapata maendeleo haraka sana. Ingawa pamoja na maendeleo haya majaribio pia yanaendelea, lakini ikiwa tukiona nia na juhudi ya mdui, majaribio tunayopata si kitu chochote dhidi ya juhudi yao na nia yao. Kisha kila majaribio yawe majaribio juu ya mwanajumuiya kwa sababu ya kuwa mwanajumuiya, yani majaribio yawe ya kibinafsi, au majaribio haya yawe katika sura ya jumuiya, yani jumuiya nzima ipate majaribio haya. Katika wakati wa kila majaribio tunaona kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu unapatikana zaidi kuliko zamani. Kila mwanajumuiya alihamia katika nchi hizi za Ulaya kutoka Pakistan, ikiwa yeye ana tabia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, yeye hawezi kukataa kitu hiki kwamba yeye kwa sababu ya hali ya kule alihama nchi yake, na baada ya kuhama kwake kiasi gani Mwenyezi Mungu ameteremsha fadhila zake juu yake. Tena si hii tu, bali taarifa na ripoti ninazopokea kutoka katika nchi mbalimbali, katika ripoti hizi napata taarifa ya watu wanaojiunga na jumuiya na matukio ya jiunga kwao, na kwa kusoma ripoti hii nashangaa sana kwamba upinzani wa Sayyidina alayhi salatu wasalam umefika wapi na wapi. Na pamoja na hii Mwenyezi Mungu anaonyesha msaada wake kwa njia gani na vipi. Ikiwa kazi hii ingekuwa kazi ya mwanadamu, jumuiya hii iliyotengenezwa ikiwa ilianzishwa na mwanadamu, kadiri upinzani uliopatikana tangu jumuiya iliyoanzishwa na tangu Sayyidina alayhi salatu wasalam alidai kuwa Sayyidina alayhi salam si aliahidiwa, na mpaka leo upinzani huu unaendelea kupatikana, na wanajumuiya wanatendewa hivi. Ikiwa jumuiya hii ilianzishwa na mtu kwa sababu ya upinzani, hii jumuiya ingeangamia na uongo ungejulikana, lakini haina swali la kuangamia jumuiya hii, bali Mwenyezi Mungu hapa badala yake anaonyesha maendeleo ya jumuiya hii. Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema katika hafala yake moja
kwamba wapinzani walileta upinzani wa kila aina, lakini mwenyezi mungu alitupatia maendeleo sana. huu ni dalili ya ukweli kwamba dunia ifanye juhudi yake yote, lakini haki ienee, isikwame. Angalieni hawa wapinzani waliacha kasoro gani katika upinzani, lakini wao walishindwa. hii ni nishani ya mwenyezi mungu. Hazur anasema kama niliyosema kwamba wapinzani waliendelea kufanya juhudi sana dhidi yetu na wanaendelea kufanya hivi, lakini mpaka leo pia wapinzani licha ya kuwa na hii kwamba wanafanya juhudi sana dhidi ya jumuiya na wanafanya njama mbalimbali dhidi ya jumuiya, bali serikali mbalimbali pia inafanya upinzani dhidi ya jumuiya, lakini kauli ya Sayyidina Alayhi Salam inaendelea kutimia kwamba wapinzani watashindwa, na hii ni nishani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha tunapoona jinsi gani Mwenyezi Mungu anaonyesha nishani, namna gani kwa kuwaelekeza watu, anaingiza watu katika jumuiya ya Sayyidina Alayhi Salam. Kwa kuona hali hii tunashangaa. Wakati fulani ilielezwa katika hafla ya Sayyidina Alayhi Salam kwamba mtu mmoja ameandika barua kutoka Lahore kwamba yeye aliambiwa katika ndoto yake kuhusu Sayyidina Alayhi Salam kwamba yeye ni mkweli. Yule mtu alikuwa mfuasi wa mtu fulani ambaye alidai kuwa wali wa Mwenyezi Mungu, na alikuwa akiishi karibu na kaburi la Data Ganj Bakhsh kule Lahore. Yule mtu akamwambia kiongozi wake kuhusu ndoto yake. Kwa kusikia ndoto yake, yule wali akasema kwamba Mirza Sahib jinsi anapata maendeleo ni dalili ya ukweli wake. Kisha mtu mwingine pia alikuwa pale, kwa sababu watu wanakaa katika kaburi, karibu na kaburi. Yule mzee pia akaja pale na akasema kwamba sisi pia tunatakiwa tumueleze Mwenyezi Mungu kwamba ukweli ni nini. Kesho yake yule akaja na akasema Mwenyezi Mungu ameniambia kwamba Mirza ni Mola. Yule kiongozi wa kwanza akasema kwamba labda Mungu alisema Maulana si Mola, kwa sababu yeye ni Mola wako na Mola wangu, yani yeye ni kiongozi wako na kiongozi wangu. Sayyidina Alayhi Wasallam akasema kwamba siku hizi watu wanaona sana ndoto na ruya. Inaonekana kwamba Mwenyezi Mungu anataka kwa kupitia ndoto awafahamishe watu kuhusu ujaji wangu. Malaika wa Mwenyezi Mungu wanatembea duniani kama wadudu wanatembea binguni. Malaika hao wanatia mioyoni mwa watu kwamba wanipokee na wanipokee. Kisha alieleza Sayyidina Alayhi Wasallam hali ya mtu mwingine ambaye alidai kuandika kitabu kinyume na katika upinzani wa Sayyidina Alayhi Wasallam. Katika ndoto Mwenyezi Mungu alimwambia kwamba wewe unaandika kitabu kwa kumpinga Mirza Sahib, lakini Mirza Sahib ni mkweli. Basi huu ni mwongozo wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wale ambao wanakuwa na tabia safi na roho safi. Siku hizi wakati mahubiri yamepanuka sana na njia mbalimbali za mahubiri zimeongezeka sana, lakini watu wanaendelea kupata ruya na ndoto kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hii inatoa mchango mkubwa katika kuwaelekeza watu. Bila shaka mahubiri pia yanaleta athari kwa ajili ya mtu ambaye Mungu akitaka kuleta athari, lakini pamoja na hii Mwenyezi Mungu anawaongoza watu mwenyewe. Siku hizi pia wapo watu wengi ambao walielekeza hivi, yani kwa kupitia ndoto na ruya, na wao wanampokea madai ya Sayyidina Alayhi Wasallam na wanafanya bayati yake. Sasa hivi matukio yaliyotokea mwaka jana, matukio haya yalikuwa kuhusiana na mada hii, ni matukio chungu mzima, lakini nimechagua kadhaa. Hawa ni watu ambao walioongozwa kwa kupitia ndoto. Tunashangaa kusikia maneno yao kwamba walikaa maelfu mbali kutoka Kadian. Wapo wengine katika maeneo ambapo hakuna mitambo ya kuwasilisha pale, lakini kule pia Mwenyezi Mungu anawaongoza na anawaelekeza
kuna kisiwa kadogo karibu na Mauritius kitwacho Morote. Mbashiri wetu alienda kule. Anasema mtu mmoja ambaye si mwanajumuiya katika ndoto alimuona Sayyidina alayhi salatu wassalam. Baada ya muda mfupi alipata bahati ya kuangalia mtie. Kwa kuona picha ya Sayyidina alayhi salatu wassalam katika mtie, akasema mara moja kwamba huyu ndiye ni mzee niliyemuona katika ndoto yangu. Kwa hivyo akawa na yakini kwamba jumuiya ni jumuiya ya Mwenyezi Mungu na ni Islam halisi. Wakati alipoambiwa kuhusu jumuiya, kwa hiyo kwa kufanya baiat akajingwa na jumuiya. Vile vile katika Guinea Conakry kuna mji wa mbali sana wa Afrika. Mwanafunzi mmoja wa chuo aitwaye Salman Saheb alikuwa anahubiriwa kwa muda mrefu, lakini alikuwa hafanyi baiti. Siku moja akaja na akasema, mimi nimeridhika, nataka kufanya bayat. Yeye alipoulizwa namna gani umeridhika, alieleza ndoto yake kwamba mimi nilipo katika marekebu moja, lakini karibu na marekebu yetu, safina yetu, kuna safina ingine inazama na abiria wanatuita, sisi tunawasaidia, wao wanapanda katika safina yetu, na sisi tumekaa karibu na meza pale, tumekaa na Sayyidina Mala pia amekaa pale. Na katika ndoto anaona kwamba Sayyidina Mala salatu wassalam ananipatia kikombe cha maziwa. Anasema mimi nikapokea kikombe kile na nakanywa maziwa, na maziwa yale yalikuwa tamu sana. Baadaye nilipoamka nikaelewa kwamba maisha ya kiroho yatapatikana katika kupanda katika safina ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo akafanya bayat. Kuna nchi moja ya Afrika itwayo Ivory Coast, kuna mwenyeji wa pale Al-Hassani Saheb. Yeye alieleza ndoto yake kwamba mimi nimeona kwamba kuna hafla kubwa sana, watu wengi wamejumuika. Rafiki yangu mmoja ananiambia kwamba Imam Mahdi yupo katika hafla ile, nataka nikutane na Imam Mahdi. Rafiki yangu ananiambia kwamba kabla ya kukutana na Imam Mahdi ukubali jumuiya Ahmadiyya. Kwa inafanya bayat, yani katika ndoto nafanya bayat. Baadaye mimi napokaribia hafla ile nakuta kwamba Imam Mahdi yupo pale, kwamba anawahubiri watu. Baada ya ndoto hii, huyu bana Lasan Tarawli Saheb akafanya bayat, na kwa kufanya hivi akajiunga na jumuiya. Kisha kutoka bara la Hindi, kutoka Kerala ambayo ni sehemu ya kusini ya bara la Hindi, mwanajumuiya moja mpya ambaye alijiunga na jumuiya miezi 5 iliyopita kwa kupitia MTA. Huyu bana alikuwa akiangalia TV kwa kupitia cable, ghafla akapata channel ya MTA. Aliendelea kupenda kuangalia MTA. Huyu bana kabla ya kujiunga na jumuiya alikuwa akifuata dhehebu la tarikat, na alifanya bayat ya pir fulani. Miezi 2 alipoangalia MTA akaona katika ndoto kwamba anaenda kutembelea minara ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na alimuona kiongozi wake pia anadhuru pale. Yeye akaja rais wa jumuiya pale na akasema nataka kujiunga na jumuiya, lakini rais akasema usome zaidi. Kisha alimwendea amir sahab wa wilaya pia akasema usome zaidi. Baadaye akaenda Qadian, na baada ya kufika Qadian akafanya bayat. Vile vile kutoka Tunisia, ni nchi ya kaskazini za Afrika, mtu mmoja wa pale aitwaye Kadir Sahab anasema nilikuwa na athirika sana kwa sababu sifa ya jumuiya, lakini nilikuwa sipendi kufanya bayat kwa sababu moyo wangu ulikuwa haurudhiki, kwa sababu nilikuwa si tayari nikubali kwamba Imam Mahdi ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwamba jambo hili ni jambo la msingi. Ikiwa Waislamu wangeelewa kitu hiki kwamba Sayyidina alayhi salam alidai kuwa nabii bila sheria, na kwa kumpitia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
alipata neema hii na baraka hii, na kwa sababu ya kumpenda sinam alah salam na kwa sababu ya kumfuata mtu anaweza kupata baraka na masihi aliyetabiriwa. Yeye lazima atakuja kuwa nabii, lakini huyu bwana alikuwa tayari kukubali kwamba Imam Mahdi ni nabii. Akasema, nikaamua kwamba mimi nitafanya bayat kwa sharti hii, ikiwa Mwenyezi Mungu ananiambia kwamba Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam ni Imam Mahdi. Katika hali hii nilizungumza na mwanajumuiya mmoja, yeye akanipatia dalili moja isemayo kwamba yule ambaye hampokei Imam Mahdi baada ya kumtambua yeye atakufa kifo cha ujahili. Kwa sababu ya hoja hii niliathirika sana, nikafanya istikhara usiku. Katika ndoto nikaona kwamba nasoma Qur'ani tukufu, na nikasimama katika kusoma Qur'ani tukufu. Iliandikwa inni ansuruka ya Ahmad. Anasema kwa kuona ndoto hii mara moja nikajiunga na jumuiya. Kisha kuna nchi ya Mali, mbashiri wa nchi hii anasema Kuli Bali Saheb ni bana moja anaishi katika kijiji kadogo. Ni yeye ni mzee mkubwa, mzee sana. 2014 alifanya bayat. Anasema kwamba 1964 alipokuwa katika Ivory Coast, katika ndoto aliona kwamba watu weupe wawili wamekuja kwake, na wanasema Imam Mahdi ameshakuja ufanye bayat yake. Baada ya ndoto hii yeye akasahau, akajiunga na jeshi na akasahau kabisa ndoto yake. Lakini 2014 alikuwa anasikiliza redio na alikuwa anatafuta channel mbalimbali. Ghafla akapata Ahmadiyya radio. Huzuri anasema kwa sababu kule redio zetu zinapatikana sana kule. Yeye alipoanza kusikiliza redio hii na aliposikia ujaji wa Imam Mahdi alayhi salatu wasallam, anasema hali ya moyo wangu ukabadilika na nikakumbuka ndoto yangu niliyoona zamani. Anamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwamba kabla ya kufa kwangu yeye amepata bahati ya kumjiunga na Imam Mahdi alayhi salatu wasallam. Kwayo habari yake ilitolewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu miaka 50 iliyopita. Hazuru anasema wale watu ambao wanakuwa na roho safi Mwenyezi Mungu hawapotezi. Baada ya kupita muda mrefu sana Mwenyezi Mungu alimuongoza na akapata bahati kujiunga na jumuiya. Kisha kuna nchi ya Swaziland, mwanajumuiya mmoja aitwaye Tahir Saheb, yeye alifanya bayati hivi karibuni mwaka huu katika Ramadhan siku ya 27. aliona katika ndoto kwamba mwezi umeleta mwanga sana kana kwamba ni mchana. Katika ndoto alisikia sauti kwamba huu ni mwanga ambao umeshampokea, kwa hiyo ushike vizuri mwanga huu utaenea katika nchi nzima ya Swaziland. Katika ndoto anasema niliambiwa kwamba mwanga huu mradhi wake ni Ahmadiyya, ambayo pole pole itapanuka nchini kote inshallah taala. Baada ya ndoto hii huyu mwanajumuiya mpya akaimarika sana. Kisha kuna tukio kutoka Mali. Kuna jumuiya moja Andrebue, kuna mzee mmoja aitwaye Said Saheb. Yeye alisikia kuhusu jumuiya, lakini yeye alitaka aridhike kuhusu jumuiya kwa kufanya utafiti. Kwa ajili yake hii akafanya maombi maalum siku 40. Anasema usiku ya 21 katika ndoto yeye alimuona Sayyidina alayhi salatu wasalam na aliniona mimi pia, kwamba wote wawili wanakuja nyumbani kwake na wanamchukua pamoja nao huko mbinguni. Baada ya kuona ndoto hii yeye akaridhika na akajiunga na jumuiya. Hazur anasema watu wanadhani kwamba kule Afrika watu wanajiunga na jumuiya bila kufanya utafiti, lakini kweli ni kwamba watu wanakuwa na hamu ya kupata kweli, ndio maana wanasikiliza na wanakubali na hawasisitizi kwamba hawataki kujiunga na jumuiya. Na wao kwa sababu ni roho safi, ndio maana Mwenyezi Mungu anawaongoza.
kwa ajili ya dini huyu mzee alikuwa na hamu sana na mapenzi sana, ndiyo maana alinuia kwamba atafanya maombi maalum siku 40. kuna mtu mmoja wa Mali, huyu bana alisikia kuhusu jumuiya Ahmadiyya, lakini yeye alikuwa hajui kwamba jumuiya ni kweli au la. Kwa hiyo akafanya istikhara. Siku 3 ya istikhara, yeye aliona katika ndoto kwamba anasafiri katika safina, na lakini safina inazimika katikati ya maji na watu wanaanza kuzimika majini. Katika hali mtoto mmoja anatoka nje anasema, ikiwa unataka kuokoka basi upokee jumuiya. Kwa hiyo katika ndoto akajiunga na jumuiya. Kwa hiyo yeye anasalimika, anaokoka, lakini watu wengine wote wanazimika majini. Kwa hiyo baada ya ndoto hii akajiunga na jumuiya. Kisha katika nchi ya Sierra Leone, bana Abdul Saheb anaeleza kwamba baba yangu alikuwa mwanajumuiya. Hazur anasema wale watu ambao wanakuwa mbali na dini wao kwa sababu ya maombi ya wazazi, ya kwa sababu mema yao Mungu anawaongoza. Yeye anasema baba yangu alikuwa mwanajumuiya, lakini mimi kwa sababu mbalimbali niliendelea kuwa mbali na jumuiya na nikajiunga jumuiya ya Tablighi. Kwa kufanya hivi nikaanza kwenda kwa ajili ya mahubiri. Hazur anasema watu wa Tablighi wanaenda kutoka Pakistan, kutoka India. Yeye bana anasema kwamba huyu bana anasema kwamba baba yangu na Mbashiri alijaribu kunielewesha sana, lakini mimi sikueleweka. Baada ya muda mfupi niliona katika ndoto kwamba picha nzuri sana inapatikana huko mbinguni, na picha ile ni ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kesho yake nikaacha jumuiya ya Tablighi na nikarudi tena katika jumuiya Ahmadiyya kwa kufanya bayat, na alhamdulillah sasa mimi nashiriki vipindi vyote vya jumuiya. Kisha Hazur anasema Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumwambia na kuonyesha kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni Masihi aliyeahidiwa, bali baada yake nidhamu ya uhalifa pia ulisaidiwa na Mwenyezi Mungu na ulianzishwa na Mwenyezi Mungu, na nidhamu hii unaendeleza kazi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Na baadhi wakati watu wanawaona mahalifa hivi wanaongoka kutoka Nigeria. Mtu mmoja anasema kwamba alieleza ndoto yake kwamba yeye amepanda kwenye meli, na meli ilipofika katikati ya bahari mara tufani ikaja na meli ikaanza kuzama, na kulikuwa hakuna dalili ya uhai wakati ule mtu mmoja akanishika na akanileta nje. Nilikuwa sijui huyu mtu ni nani. Baada ya muda fulani huyu bana Muhammad ambaye aliona ndoto aliwasiliana na mhubiri wetu, mwalimu wetu. Mhubiri wetu alimwonyesha MTA. Katika MTA alipoona picha yangu akasema kwamba huyu ndiye ni yule mtu ambaye aliniokoa katika tufani. Kwa hiyo yeye pamoja na familia yake nzima akajiunga na jumuiya. Vile vile katika Sudan, watu wa Sudan ni wakali sana katika dini. Bana Ahmad Saheb kule wa Sudan anaandika, kuna Dr. Amir Saheb mwenyeji wa pale, yeye akampigia simu kwamba anataka kujiunga na jumuiya. Kesho yake ilikuwa Ijumaa. Kwa huyu bana akaja na akaswali Ijumaa pamoja nasi. Kwa kueleza maelezo ya bayat akasema kwamba mke wake alimuona mume wake pamoja na halifa wa 4 rahmatullah taala, na Hazur anamuuliza kwa nini bado hamjafanya bayat. Kwa hivi akasema mimi nipo tayari kwa ajili ya kufanya bayat. vile vile binti yake pia alieleza kwamba yeye pia aliniona katika ndoto yake pamoja na Hadhrat Umar bin Abdul Aziz. Anasema kwa sababu ya huyu bana Misa akawa na yakini kwamba jumuiya hii ni jumuiya ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu
mke alimwona halifa na binti alimwona halifa mwingine. kwa hiyo akawa na yakini kwamba jumuiya hii ni ya mwenyezi mungu na nidhamu ya halifa ni sahihi. Huyu bana alikuwa anafuata sufi. yeye akasema kwamba mzee mmoja wa pale aitwaye bana ibrahim saheb ambaye anapata ruia. Dr. saheb anasema kwamba huyu bana alimpigia simu huyu mzee ambaye anaona ruya kwamba imam hadi ameshadhihirika. yeye akasema kwamba ndio ameshadhihirika, hata yeye amefariki baada ya kudhihirika na wewe bado hujapata taarifa yake. Kwa kusikia hii Dr. saheb akamuuliza kwamba siku hizi kuna halifa watano wa imam hadi, je na lazimika kufanya baiati yake? Na huyu mzee akasema ndio ufanye baiati yake. Huzur anasema kama tukio lilitokea wakati wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yule mzee ambaye alikuwa katika kaburi la Data Ganjbaksh Saheb yeye pia alimwelekeza mtu vile vile. Huyu bana pia anaelekezwa na wali mmoja wa Mwenyezi Mungu baada ya miaka 120. Anasema baadaye mke wake akamuuliza yule mzee kwamba je tunalazimika kufanya bayat au sisi tuendelee kufuata dhehebu letu? Huyu mzee akasema kwamba wakati mtu anapofanya bayat basi hamwogopi mtu yeyote, yeye anamwogopa Mungu tu. Hazuru anasema kuna tukio la Benin katika mji wa Kotono mwaka mmoja aliyopita. Mbashiri wa pale anaandika kwamba mwenyeji wa Nigeria alikuja kule kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya kusali swala. atoka nyumbani kwake akakuona misikiti miwili katika mtaa wake, akaanza kufikiria aende katika msikiti gani. Huzur anasema angalieni hapa Mwenyezi Mungu anaelekeza kwa kupitia ndoto. yeye anasema kwamba mimi nilienda katika msikiti wa Kisuni na kesho yake akaja katika msikiti wa Ahmadiyya. Anasema baadaye nikaanza kuuliza kuhusu misikiti hii miwili la watu wakasema kwamba msikiti wa Ahmadiyya si mzuri. kwa hiyo nikaanza kufikiria kwamba upande wa usafi na upande wa mazingira msikiti wa Ahmadiyya ni mzuri zaidi, lakini hawa wanasema kwamba Waislamu wa Ahmadiyya ni kinyume na Waislamu na wao wana nabii wao, lakini mimi napata utulivu katika msikiti wao. kwa hiyo nikaanza kufanya maombi kwamba Mola wangu wewe niongoze, mimi ni mgeni hapa, napokwenda katika msikiti wa Ahmadiyya kule napata utulivu zaidi, lakini watu wanasema Ahmadiyya si Waislamu bali makafiri na mimi sipati utulivu katika msikiti mingine. Katika hali hii nikaanza kusali swala nyumbani kwangu, sikuenda katika msikiti wa Ahmadiyya wala katika msikiti mingine. kwa hiyo nikaacha kwenda msikitini. Anasema baada ya siku 3-4 nikaona ndoto. katika ndoto nikaona kwamba nina sabuni mbili katika nyumbani kwangu. sabuni moja ilikuwa ya Germany rangi ya blue na ile sabu nyingine ilikuwa ya kienyeji. katika ndoto niliambiwa kwamba rangi ya blue mradi wake ni safu ya rangi hii. Akasema siku ya Ijumaa nilipokwenda katika msikiti wa Ahmadiyya ilikuwa safu ya rangi nyekundu, lakini baada ya kuona ndoto nilipoona misikiti nilikuta kwamba katika msikiti wa Ahmadiyya kuna safu ya rangi ya blue. Kisha nikaanza kusali swala katika msikiti wa Ahmadiyya na nikaendelea kufanya maombi. siku moja nikaona ndoto kwamba imamu akanipatia kitabu kimoja. katika kitabu kile kuna picha nzuri sana. Ijumaa ijayo baada ya kusali swala nilikutana na imamu Ahmadiyya na nikasema kwamba nataka kujua zaidi kuhusu Islam Ahmadiyya. kwa kusikia hii ye akaniambia kwamba nitakutumia kitabu kimoja. kwa hiyo akanitumia kitabu kimoja, na kitabu hiki kulikuwa si kitabu cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kitabu kuhusu hadithi au kuhusu masala ya jumuiya, bali ilikuwa kitabu kitwacho World Crisis and Pathway to Peace. Nilipofungua kitabu kile niliona picha ile niliona katika ndoto. kwa sababu ya hii imani yangu iliimarika zaidi. kisha wakati fulani lilionyeshwa Qur'an tukufu katika ndoto, na Qur'an ilikuwa si ile ambayo ninayo nyumbani bali ilikuwa Qur'an tofauti. baada ya siku kadhaa Qur'an ile niliona katika ndoto, niliona kwamba tafsiri yake imefanyika katika Kifaransa na ilikuwa katika msikiti wa Ahmadiyya. hivi Mungu aliendelea kuongoza polepole kana kwamba Mwenyezi Mungu kwa kushika mkono wangu
kunielekeza. Huyu bana anasema kwamba siku moja Mwenyezi Mungu katika ndoto akaniambia kwamba kuna amri 10 usome. Kisha katika ndoto nilisomewa amri hizi 10. Nilikuwa sikumbuki maneno yake, lakini kila madhumuni iliimarika moyoni mwangu. Baada ya siku 3-4 nilianza kuzungumza na Bashiri wa Ahmadiyya, na nilikuwa sikumuuliza kwamba namna gani nataka kufanya bayat. Bashiri akanipatia ukurasa moja, akasema kwa ajili ya kujiunga na jumuiya kuna masharti 10 usome na ujaribu kuelewa ikiwa unataka kujua kuhusu uhakika wa jumuiya. Niliposoma masharti haya nikalia sana kwamba namna gani Mwenyezi Mungu ameniongoza. Kwa hiyo nikafanya bayat na nikamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii. Anasema baada ya bayat hii sasa mimi nasikia ladha sana na utulivu sana. Kisha kutoka Misri kuna bana mmoja anasema kwamba 2004 ni katika ndoto niliona kwamba halifa wa 4 anapumzika sehemu fulani na mimi nipo pale nimekaa pamoja naye. Kwa kuniona yeye anasema kwamba unatakiwa ufanye utafiti kuhusu jumuiya. Wakati ule sikuelewa wala sikumuona halifa wa 4 katika maisha yangu. Kwa baada ya ndoto hii miaka 4 iliyopita niliangalia MTA nikaanza kufanya utafiti. Hivi Mungu akaniongoza. Novemba 2014 kabla ya kufanya bayat nikaona ndoto kwamba nimeingia msikitini fulani na msikiti ule umejaa na wasaliaji. Sainam alayhi salatu wasalam pia yupo pale na yeye ananiona na mkaribia. Kisha naona halifa wa kwanza amekaa pale na sauti moja inasema kwamba huyu ni Abubakar Siddiq. Na karibia zaidi na badala ya halifa wa kwanza namkuta halifa wa 5 amekaa pale. Yeye kwa kuniona anainua mikono yake na anaanza kufanya, na mimi pia najiunga naye kwa ajili ya kufanya maombi. Nikaona maana ya ndoto hii ni kwamba kupokelewa kwa maombi yanapatikana kwa sababu kumfuata Sayyidina alayhi salam na mahalifa wake. Hazur anasema kwamba hawa ni wale ambao walioelewa haki kwa kuona hali ya mioyo yao. Mwenyezi Mungu aliendelea kuwaongoza, na kama inadhihirika kwa ndoto za watu kwamba Mungu anawaongoza kwa kidhahiri kiasi hiki kwamba mtu anashangaa kwa kuona hali ile. Na wale ambao wanajidai kuwa maulama wao wamekosa rehema hii ya Mwenyezi Mungu. Wakati fulani Sayyidina alayhi salam alikuwa amekaa katika hafla ya wanajumuiya wapya. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kuwahutubia wale wanajumuiya akasema kwamba nyinyi ni wenye bahati nzuri sana kwamba wale walikuwa maulama mashekhi wakubwa, kwa ajili yao Mungu alifunga milango, na kwa ajili yenu Mungu amefungulia milango, amewafungulieni mlango wake. Hazur anasema kwamba nyinyi ambao umekaa mbele yangu na wanajumuiya ambao wanapatikana duniani kote, ni ihsani kubwa sana ya Mwenyezi Mungu juu yenu kwa sababu mmempokea imamu wa zama hizi, na Mwenyezi Mungu amewapatia nafasi ya kujiunga na jumuiya hii. Hazur anasema kama nimeshawahi kusema mara kadhaa kwamba sisi pia tunatakiwa tukumbuke ihsani hii ya Mwenyezi Mungu na tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana miongoni mwenu watapatikana ambao mababu zao na wazee wao watakuwa katika hafla ile, au watakuwa miongoni wa wale ambao kwao Sayyidina alayhi salam alisema maneno haya. Nyinyi mnalazimika kuwaombea wale wazee ambao walikumbuka ihsani hii ya Mwenyezi Mungu na waliendeleza jumuiya katika kizazi chao, katika vizazi vyao. Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuwa akisema kuhusu wale wanaojiunga na jumuiya kwamba angalieni jumuiya yangu, kwamba hawa wote wamejiunga na jumuiya kutoka katika wapinzani wetu, na hawa wote wanaojiunga na jumuiya kila siku wanakuwa miongoni wa hawa ambao ni wapinzani wetu.
ikiwa hawana roho safi, namna gani wanaweza kutoka katika wapinzani wetu na kujiunga nami? Zura amesema, sina amesema kwamba napokea barua za chungu mzima kutoka watu kwamba zamani nilikuwa nikitukana, lakini sasa mimi natubu, basi nisamehewe na natubu. Hazur anasema siku hizi pia wapo watu wengi sana ambao walikuwa wapinzani wa hali hii, lakini sasa baada ya kujiunga na jumuiya wanaendelea kuimarika zaidi katika imani. Mbashiri wa Mali aliniandikia kwamba kuna mwanajumuiya mmoja aitwa Salman Saheb, baada ya bayat mke wake alimwendea ndugu wa mume wake aitwaye Tapele Saheb na akamwambia kwamba ndugu yako sasa si Muislamu, kwa sababu ye amejiunga na jumuiya, kwa hiyo yeye si Muislamu tena, umweleweshe. Kwa sababu hii ndugu yake akakasirika sana, akapata hasira sana, akamwendea bana Salman Saheb na akamwambia wache jumuiya, na akasema ikiwa huachi jumuiya basi mimi na wewe sisi hatutakuwa na uhusiano wowote, hata mimi sitaswali jeneza yako bali wanajumuiya wataswali jeneza yako. Lakini bana Suleiman Saheb hakujali kuhusu ndugu yake, bali aliimarika juu ya imani. Hata mpinzani wake, ndugu yake ambaye mpinzani, yeye alianza kusikiliza redio ya Ahmadiyya kwamba yeye akipata dalili yoyote, hoja yoyote, basi atamwelewesha ndugu yake, kwa hiyo atarudi katika jumuiya. Lakini baada ya muda fulani hali ya moyo wa ndugu yake ilibadilika na yeye pia akajiunga na jumuiya. Vile vile mashiri wetu kutoka bara la Hindi bana Ajmal Saheb anaandika mwaka huu tarehe 17 wa Juni, wakati ule alipoandika barua hii, anasema kwamba katika Murshidabad, kijiji cha Murshidabad, tulipanga kikao cha mahubiri. Kiongozi wa kamati wa msikiti wa wasikuwa na jumuiya na vile vile watu ambao walikuwa si wana jumuiya pia walialikwa. Huyo kiongozi wa kamati wa msikiti akasema kwamba mkwa wangu ni mwanajumuiya na nilikuwa sipendi wanajumuiya, na nilikuwa nikiona kwamba Waahmadiyya hawana imani, lakini sasa anasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba Waahmadiyya ni Waislamu haswa na wengine hawapo hata karibu na Islam. Baadaye watu 12 walijiunga na jumuiya. Huzuri anasema hii ndio ni kazi ya Mwenyezi Mungu ambaye anafanya kazi yake na jumuiya inashuhudia nishani zake. Bila shaka matukio haya yanazidisha, yanaimarisha imani yetu. Sayyidina alayhi salatu wasalam ameandika sehemu moja kwamba hii ni baraka katika jumuiya ya Mwenyezi Mungu tu, kwamba inakuwa katikati ya maadui na inapanuka. Wao walifanya njama kubwa kubwa na walifanya kesi za uuaji, lakini mambo yanayokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu hayaendi bure. Na waambieni kweli kweli kwamba silsila hii ilianzishwa na Mwenyezi Mungu. Ingekuwa silsila hii mpango wa binadamu, bila shaka njama hizi za watu zingeweza kuangamiza silsila hii, lakini kupanuka kwake dhidi ya njama za binadamu ni dalili kwamba jumuiya hii na silsila hii ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi kadiri mkiongeza imani yenu, moyo wenu utapata mwanga zaidi, kiasi ambacho mkiboresha na mkiimarisha mioyo yenu itapata mwanga zaidi. Hazuru anasema kwamba maneno haya ya Sayyidina Ahmad alayhi wasallam ni maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno haya yanapata msaada wa Mwenyezi Mungu, na tunashuhudia kwamba jumuiya hii inaendelea kupanuka na kuimarika katikati ya maadui, kama alivyosema Sayyidina Ahmad alayhi wasallam kwamba kwa ajili ya kuangaza mioyo tunalazimika kuboresha imani yetu na kuimarisha imani yetu. Basi kila mmoja wetu
anatakiwa achunguze hali yake kwamba je imani yetu inaboreka, imani yetu inaimarika, je mioyo yetu inapata mwanga, je sisi tunaelekea kwenye dini, je sisi tunafuata amri zote za dini tukufu wa Islam, je sisi tunajaribu kuboresha imani yetu na amali zetu. Watu wengi wananiandikia barua kwamba baada ya kujiunga na jumuiya hali ya imani yetu imeimarika sana na swala yetu pia imeboreka sana na vitendo vyetu vimeboreka sana. Wakina mama wengine wanaandika kuhusu waume zao kwamba baada ya kujiunga na jumuiya hali yao imebadilika na wanatutendea vizuri. Zamani ikiwa ufisadi na fitina ilikuwa ikipatikana nyumbani, sasa utulivu na amani imepatikana nyumbani kwetu. Hazuru anasema angalieni namna gani na kwa fikira gani hawa wanajumuiya wapya wanafikiria kuhusu imani yao na hali ya imani yao na wanaleta mabadiliko katika hali yao. Hii ndiyo ni hali inayotakiwa patikana ndani ya kila mmoja wetu. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kutukumbusha kuhusu hali ya imani yetu anasema kwamba musome Qur'ani tukufu na msikate tamaa na Mwenyezi Mungu. Mungu hakati tamaa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu hii ni tabia ya makafiri. Wao wanakata tamaa na Mwenyezi Mungu. Mungu wetu ni ala kulli shay'in qadir. Musome tafsiri ya Qur'ani tukufu na musali swala polepole vizuri na muelewe maana yake. Pia mufanye maombi katika lugha yenu. Pia msisome Qur'ani tukufu kama ni kitabu cha kawaida, bali musome kwa imani hii kwamba ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Musali swala kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali. Mnaweza kufanya maombi katika lugha yenu na mnaweza kueleza mahitaji yenu katika lugha yetu pamoja na maombi yaliyoombwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hii swala haribiki. Siku hizi watu wameharibu swala yao. Wao wanaswaliji swala, wanaswali haraka haraka, wanaswali kama kuku wanakula mbegu, na baadaye baada ya swala wanaanza kufanya maombi ndefu. Hazur anasema ndiyo ni hali ya wale ambao si wanajumuiya, lakini katika misikiti wetu watu hawafanyi maombi baada ya swala, lakini nimeona watu wengine wanaswali swala haraka haraka. Hazur Sayyidina alayhi salam amesema kwamba kiini cha swala ni maombi. Baada ya kumaliza swala ikiwa mtu anafanya maombi hawezi kupata malengo yake. Mfano wake ni kwamba mtu mmoja anamwendea mfalme na kule anakuwa na nafasi ya kueleza hali yake, shida yake, la kule hasemi kitu chochote, haelezi shida yake. Lakini baada ya kutoka katika nyumba ya mfalme anaanza kueleza mahitaji yake, haitakuwa na faida yake. Hii ndiyo ni hali ya wale watu ambao hawafanyi maombi katika swala zao. Ikiwa unataka kufanya maombi, mufanye katika swala na muzingatie adabu za maombi wakati kufanya maombi. Amesema Mwenyezi Mungu ametufundisha dua katika mwanzo wa Qur'ani tukufu, na pamoja na kufundisha dua hii alitufundisha adabu zake pia. Kusoma suratul Fatiha ni lazima katika swala, na hii ndiyo ni dua inadhihirika waziwazi kwa kupitia kwamba maombi yanafanyika katika swala. Katika dua hii Mwenyezi Mungu ametufundisha hivi: a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin. Amesema kabla ya kufanya dua ni lazima kwamba msifu Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya hii hali fulani inatakiwa patikane katika roho. Baadaye Mungu amesema alhamdulillah, sifa njema zote zinamhusu Mwenyezi Mungu. Ni Mungu wa walimwengu, ni Ar-Rahman ambaye anatupatia bila vitendo, na yeye ni Ar-Rahim, yani tukifanya vitendo anatupatia ujira wake katika dunia hii na katika akhira pia.
amesema malike yomedin ujira wote unatoka kutoka kwake mkononi mwake na mema na ovu ni mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Mtu anaweza kuwa mwenye kufuata umoja wa Mwenyezi Mungu na anakuwa mtu wa kumwabudu Mwenyezi Mungu wakati anapokuwa na imani hii kwamba Mungu ni malike yawmiddin. Angalieni mbele ya viongozi kuwakubali kwamba wao ni kila kitu, yani mnaenda mbele ya viongozi wa dunia na mnaona kwamba wao ni kila kitu, na kwa sababu ya hii mnafanya shirk. Kwa hivyo kwa sababu Mwenyezi Mungu amewafanya viongozi namna gani, mnatakiwa muwatendee kiasi hiki kwamba Mungu amefanya viongozi, kwa hivyo lazimika kuwatii kwa sababu Mungu amefanya kuwa viongozi, lakini msiwafanye kuwa Mungu. Msiwe na imani hii kwamba ni wao tu ambao wanaweza kufanya kazi yenu. Huzuri anasema watu wengine wanawaendea viongozi wao na wanawasifu hivi kama nauzubila wao ni Mungu wao. Amesema kwamba mpatie haki ya mwanadamu haki yake na mpatie haki ya Mwenyezi Mungu. Kisha akasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sisi tunakuabudu na tunakuomba msaada. Ihdina siratal mustaqim, utuongoze katika njia iliyonyoka, yani njia ya wale uliowaneemesha wao ni manabii wa siddiq na waswale na shahid. Katika dua hii tumeambiwa tuombe neema zote, na kisha Mwenyezi Mungu amesema utuepushe katika njia za watu walioghadhibika. Kisha zinasema hii ni tafsiri fupi ya suratul Fatiha. Hivi musome tafsiri ya swala nzima, kisha musome sala hivi polepole kwa kuelewa. Huzuri anasema hii ndio ni njia ya kusoma sala, lakini wale wanaosali sala haraka haraka wanasali nini? Sayyidina Ali alayhisalam anasema kwamba kusoma haraka haraka haina maana yake. Mtu hawezi kufuata umoja wakati yeye anasali sala haraka haraka. Amesema muwe na itikadi hii kwamba Mwenyezi Mungu hana mshirika, na kutoka katika vitendo vyenu pia muthibitishe hivi, yani muwe na imani hii Mungu hana mshirika, na vitendo vyenu pia viwe hivi, yani kauli na amali iwe kitu kimoja, ndiyo mtu anaweza kuwa mwaminio hasa. Hazur anasema basi tunatakiwa tuchunguze hali yetu kwamba je, sisi sawa na mafundisho yetu tunafanya vitendo na tunafikiria. Ikiwa hali hii haipatikani, basi tunatakiwa tufikirie kuhusu hali zetu kwamba isije katokea hivi kwamba watu waliokuja baadaye isije wakapata maendeleo na watu waache nyuma na wawe mbele. Watu waache, isije itakatokea kwamba watu waache nyuma kiasi hiki kwamba tutakapojuta kwamba tumebaki nyuma na vizazi vyetu vimebaki nyuma, basi kisha tupate katika miaka na miaka tujunge nao. Angalieni kitu hiki vizuri kwamba je, katika kuzama katika dunia hii vizazi vyetu isije vikabaki nyuma, na baada ya kuja katika nchi hizi usiangukie dunia. Lazima mutimize haki za Mwenyezi Mungu. Mnalazimika kusali swala na mnalazimika kusali sala kwa kuelewa vizuri, isije kutokea hivi kwamba vizazi vyetu vibaki nyuma sana na wanajumuiya wapya, kwa kuwa warithi wa neema hizi zilizoelezwa na Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam, na Mwenyezi Mungu alimwahidi Sayyidina Alayhi Salam kuhusu neema hizi, na hivi wao wawe mbele sana na wawe na daraja kubwa sana kuliko sisi. Tunalazimika kufikiria sana maneno haya Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam, ufikirie sana na muzingatie sana, na kila mwanajumuiya anatakiwa afanye hivi. Anatakiwa kila mwanajumuiya afikirie kuhusu hii pia kwamba muongeze nguvu ya yakini yenu, na kwa kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu muweze kupata neema zile zilizoelezwa. Isije kutokea hivi kwamba kwa sababu kubaki nyuma munyimwe
msipate neema zile. Ikiwa umejenga uhusiano na sinam alah salatu wassalam, ufanye juhudi kwamba uhusiano huu usikatike. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote kwamba tuweze kuimarisha uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu, tuweze kuelewa lengo la ujaji wa sinam alah salatu wassalam, na sisi tuwe sehemu nzuri wa jumuiya na wanajumuiya wazuri, tuweze kusambaza mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani kote, na tuendelee kuwa warithi wa neema za Mwenyezi Mungu. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم